Moja kati ya vijana bora kabisa kuwahi kutokea na moja kati ya talent ambazo tunazo, tumejaliwa kuwa nazo, ni moja kati ya vijana ambao wametoka kwenye michuano ya under 17. Alikuwa bora kabisa kwenye michuano. Historia yake sasa. Ametoka Mtibwa, kaingia ametoka akiwa under 17 kwenye michuano ile, akawa mchezaji bora wa michuano ile, akawa kijana mzuri, kapanda mpaka timu ya wakubwa, akawa anacheza vizuri sana. Moja kati ya wachezaji ambao tulikuwa tunawagombea, Simba wanamtaka, Simba tunamtaka, Ladaki Chasambi. Simba akafanikiwa kumchukua. Moja kati ya vijana ambao naamini katika taifa letu wanaweza kutusaidia ni pamoja na Ladaki Chasambi. Kwa nini Ladaki Chasambi hachezi? Unaweza ukaona Simba ni timu pekee ambayo inaweza ikawa inaharibu vipaji vya vijana. Kwa maana ya kwamba unaweza ukamchukua kijana ukampeleka mahala, lakini ukashindwa kumpa airtime ya kucheza. Mimi naamini leo hii tunavyozungumza za chini ya carpet ni kwamba Kevin Nation amesaini Simba mkataba wa kimya kimya, na ameondoshwa kule kwenye kikosi cha timu ya Pamba kwa sababu ya kuonekana kuwa na karibu na Simba. Yes, alitakiwa kupelekwa za chini ya carpet, alitakiwa kupelekwa timu fulani, lakini yeye kakimbia na itaka Simba. Naamini kabisa ni mchezaji ambaye anakwenda kuua kipaji chake kama vipaji vingine vilivyokufa vya kina Ladaki Chasambi. Simuoni kama kienda kupata nafasi pale, kwa sababu wanachukua wachezaji wengi sana, lakini wanaenda kuwabebesha mabegi. Namuona Ladaki Chasambi akiendelea kubeba mabegi ya wachezaji wenzake ya Simba. Ni vyema kabla hatujaje hapo kwa Ladaki, maana story yake inaendelea hiyo. Kevin Nation hakuonekana kwenye mchezo kati ya Simba na Pamba. Yes, Kevin Nation, taarifa nilizozipata kutoka kwa mwanangu sana ambaye ni mchezaji wa Pamba Jiji, alinipenyezea jana wakati na chat naye, kaniambia bana, nilimuuliza Ladaki Chasambi Kevin Nation sijamuona, akasema yes, ni mchezaji ambaye ameondolewa kwenye kikosi. Aliondolewa kwa sababu ya kuwa na vinasaba na Simba. Kwa hiyo na hizi ndio unatupa. Ndio nakupa hizi. Maana niliwasikia baadhi ya mashabiki wengine nikaisi hawa watakuwa mashabiki wa Yanga wanasema haya ndo vitu kama hujuma. Kwa nini miongoni mwa viungo bora kwa sasa kwenye ligi yetu ni Kevin Nation? Kwa nini hajacheza? Yes, hiyo ni vita ambayo walifanya, na niwapongeze sana viongozi wa Pamba Jiji na wote walioshiriki kuhakikisha wanabaini kwamba huyu mtoto anaweza akaja akatuletea shida. Kwa hiyo kama Usikute angepewa nafasi jana. Yaani unajua timu kama timu, mkiwa unafanya kazi kama timu, lazima mchunguze wapi kuna shida. Kevin Nation tayari alikuwa ameshafanya mazungumzo na timu hiyo, kwa maana ya kwamba kwa taarifa zilizopo amesaini miaka 2. Umeelewa bwana? Amesaini miaka 2. Sasa kama wewe umeshazungumza na timu hii, kwa nini usifanye usaliti? Kwa hiyo anaweza kawa ni msaliti, na baada ya kugundua kwamba huyu ni mchezaji ambaye amesaini huku kimya kimya, watu hawajui, wakaamua kumuondoa moja kwa moja. Kwa hiyo niwapongeze kumuondoa Kevin Nation kwenye game ambayo alitakiwa kushiriki kwenye mchezo wa Simba. Wamefanya vizuri sana. Wapo wachezaji wengi ambao wamecheza. Yupo Abdalla, unamfahamu, aliwahi kucheza Simba. Abdalla kulandana. No. Kuna Abdalla kiungo mmoja hatari sana, namba 6 ya mpira. Unakumbuka? Iko namba 6 moja ya mpira sana, imecheza pale Simba. Umeelewa? Huyu ni mchezaji ambaye amecheza Simba pale kipindi cha kina Ngoma. Unakumbuka kipindi cha kina Ngoma? Naweza nikakupitisha hapa kidogo ukamuona. Ni mchezaji ambaye amecheza vizuri sana pale Simba. Umeelewa? Mchezaji ambaye amecheza Simba pale, huyo hapa. Kama unamkumbuka vizuri sana. Huyo hapa. Umeona? Yes. Huyu amecheza Simba pale. Jana alikuwepo katika eneo la dimba la kati. Amechafua sana, amefanya fujo sana pale. Moja kati ya watu ambao wamewanyima Simba furaha kwa sababu wanawajua. Ni pamoja na huyu. Umeelewa bana? Kwa hiyo ni mchezaji ambaye amecheza vizuri sana, lakini pia Pamba Jiji wote wamecheza vizuri sana. Waliwaheshimu Simba, wameingia na discipline ya kutosha, lakini mwisho wa siku wamekuja kufanya kitu. Goli la Pamba Jiji lilifungwa na captain wao anaitwa Kevin Mwashinga. Bonge moja la goli. Ni goli ambalo kwa udhaifu wa kipa unaona kabisa msumari umeingia. Lakini nikwambie tu, kwa magoli kipa bora kuwahi kutokea barani Afrika kama Djigui Diarra screen protector, goli kama lile humfungi, kwa sababu ni kipa ambaye ana utulivu golini, ni kipa ambaye anajua kwamba huyu mtu anakwenda kupiga, lengo lake nini, anapeleka wapi. Djigui Diarra screen protector hawezi kumfunga magoli kama yale. Kwa hiyo magoli kama yale wanafungwa magoli kipa ambao sio bora, magoli kipa wa kawaida sana ndio wanaofungwa magoli kama yale. Na ni goli bora kabisa.
Tuendelee kwenye story ya Rada Kichasambi. Yes, Rada Kichasambi ni mchezaji ambaye mimi namshauri kama kuna mahala ambapo pamesalia yeye kumaliza wakati wake aondoke, namshauri tu aondoke, na kama na management aondoke, aende akatafute changamoto yake sehemu nyingine, kwa sababu ni kipaji ambacho naona kinadhoofishwa kwa makusudi. Sasa umeulizwa yuko wapi Abubakar Salum Shuaboy, yuko wapi Faridi Musa Mariki, na watu wamekuwa na hoji mara nyingi. Wewe umekuja na swali la yuko wapi Rada Kichasambi? Yuko wapi Shuaboy Salum? Shuaboy yuko Dar es Salaam Africans na anaendelea na mazoezi na anaendelea kuwa katika sehemu ya kikosi. Ukipita kwenye kikosi kinachocheza utamkuta yuko kwenye sabu pale, substitution, na kuna baadhi ya mechi kadhaa mwalimu amekuwa kimuinua kimpanga. Moja kati ya viungo bora, ni wakati tu ni subira, ni wakati wa kusubiri, kwa sababu naamini kwamba moja kati ya vitu bora kabisa kwa kutokea kwenye timu yetu ya Dar es Salaam Africans, kwanza wachezaji wenyewe wametengenezewa mazingira ya kuridhika pamoja na mapambano, huku wakiamini kwamba mwalimu akiniamini atanipa nafasi, lakini sio wachezaji wa kulalamika. Ndio maana tunasema kuna baadhi ya vitu wanatakiwa kujifunza kutoka kwa wachezaji wa Dar es Salaam Africans, na wachezaji ambao wamekuwa kisapotiana, na wachezaji ambao wamekuwa kiamini katika mwalimu akiamua kuwapa nafasi basi sawa, lakini kama sio mwalimu pendwa unaweza ukaondoka. Mfano Romain Folz ni mwalimu ambaye wachezaji wenyewe walikuwa hawamuelewi. Kwa nini Pedro Gonçalves anachambuliwa kwenye kumtofautisha na mtu kama Miguel Gamondi? Nelson Nabi alikuwa akifanya sabu. Kuna sabu zenu kipindi cha Nabi, nadhani nakumbuka alikuwa akifanya sabu. Wote mnainuka kushangilia. Mbona tukiona hicho kitu kwa Pedro? Kwanza walimu kila mmoja ana falsafa. Lakini unakumbuka kipindi cha Nabi wakati akifanya sabu? Nakumbuka, lakini pia vile vile lazima ufahamu kitu kimoja. Lakini unakumbuka kipindi cha Miguel Gamondi alivyokuwa akiamua sasa muda anafanya sabu? Nakumbuka vitu vyote. Kwa hiyo tunarudi hapa sasa kwa Pedro Gonçalves, yani kwamba hakuna siku ambayo nimeona akifanya sababu Pedro mashabiki mnaonyesha kufurahia. Ndio maana unanipeleka lesi Chidi, nilikuwa nataka nikuelekeze kitu kwamba kama umejaliwa kuwa na Daktari Aridi Aucho msimu huu na msimu unaofuata, misimu kadhaa, amini kuna wakati ataondoka, atakuja mtu mwingine. Atakaye kuja sio Aucho, anaweza akawa zaidi ya Aucho au akawa chini ya Aucho. Una Fiston Kalala Mayele ameondoka, anayekuja ni nani? Anaweza akawa kama Mayele, zaidi ya Mayele, au simpate Mayele. Una mtu kama Kia Zizi Stefano yuko benchi, unamuinua kwenye mbao ndefu. Mechi ya Yanga dhidi ya wa Tunisia wale wanaitwaje, Club FK, unamuinua Kia Zizi Stefano kwenye benchi, ndani yuko Faridi Musa, unamuinua kwenye benchi Kia Zizi, anakwenda ni substitution, umefanya super sabu, anakwenda na kupa kitu, Mwarabu anapigwa chuma moja, Kia Zizi amenyanyuka kwenye benchi. Una Azizi sasa hivi, huwezi kuwa na Azizi yule, utakaye mleta hawezi kuwa kama Azizi, yani ni wakati tofauti na wachezaji tofauti. Umenielewa bana? Unaweza ukawa na mchezaji yuko benchi ukamuinua akakupa kitu na asikupe kitu. Kwa hiyo kuna mabadiliko ya timu lazima uyajue. Kuna wakati unaweza ukampata mchezaji akawa mzuri zaidi akakupa kitu akawa hivi, kuna wakati asikupe kitu. Yaani hivyo tu, ni soko ambalo umeingia kutafuta wachezaji. Wale walioondoka sio hao waliopo. Utatamani kumrudisha Aucho, lakini akaja Aucho ambaye sio Aucho yule, amekuisha. Kwenye engo hiyo nakuelewa. Kabla tujaondoka hapa, kwa nini Pedro anachambuliwa sana kwamba miongoni mwa hiki tunachokiona Yanga kushindwa kufuzu robo finali, pamoja na kuwa na imani kubwa kwamba huenda angefanya vizuri ligi ya mabingwa barani Afrika, hizi sala ambazo tumeziona mpaka sasa kwenye ligi kwamba kocha amechangia, kwa nini mpaka watu wametoka huko? Mimi nataka unijibu, kwa nini watu wametoka huko wameenda kumgusa kwamba hiki haya yote tunayaona wewe mpaka performance ya Yanga kwamba Yanga hii imeshuka, kocha kachangia? Kwanza kwa ufupi, afu unaendelea. Yanga imeshuka haijashuka? Haijashuka. Labda kama sijaweka sawa sawa, watu wanasema Yanga hii inafananishwa na Yanga ile, yani kwamba mashabiki wa Yanga wanaumizwa na Yanga ile. Yanga ile ipi? Yanga hii imeshuka haijashuka? Hii Yanga mimi nimekuambia haijashuka. Sawa? Yanga hii haijafanyaje? Chambua. Haijashuka.
Haijashuka kwa sababu nimekwambia Chidi, hii ni Yanga bora kuliko Yanga zingine. Nafikiri kama utakuwa unafuatilia historia ya Yanga yetu, nimekurudisha kwenye msimu uliomalizika. Yanga tumemaliza ligi tukiwa mabingwa, si ndio? Lakini pamoja na kuwa mabingwa, raundi ya kwanza tumepoteza michezo miwili. Wewe ni shahidi. Tumefungwa na Tabora goli 3, tumefungwa na Azam goli 1, si ndio? Lakini raundi hii tumeanza ligi mpaka sasa hivi tumemaliza raundi ya kwanza, hatujapoteza mchezo hata mmoja. Yule aliyetufunga goli 1 tumetoka naye sare. Yule aliyetufunga goli 3 tumetoka sare pia vile vile, ya bila kufungana. Kwa nini uniambie kwamba nimeshuka? Yanga hii inaongoza ligi. Kwa nini uniambie mimi nimeshuka? Twende kwenye swala la namna ambavyo watu wanawekeza nguvu kumshambulia kocha Pedro. Nikwambie tu kwamba iko vita kubwa sana ambayo tunayo wana Yanga, vita ambayo nadiriki kusema kwamba wako watu ambao wanatumika kwa lengo la kumshambulia mwalimu, kutaka kumtoa mchezoni. Hii ni vita ya mind game ambayo tunayo wana Yanga, wengi wanatakiwa wajue. Yuko mchambuzi ananunuliwa, yuko mchambuzi anapewa fedha kwa lengo la kumwataki tu mwalimu, anaenda kamseme hivi, amefanya hivi. Naweza nikakutolea mfano mmoja. Yuko mchambuzi rafiki yangu, kaka yangu, Justin Case. Justin Case baada ya mchezo dhidi ya Namungo alimshambulia sana mwalimu na kusema kwamba hafai kuwa katika kikosi cha Dar es Salaam Africans. Huyu ni mchambuzi ambaye alikuwa kwenye kituo cha redio. Lakini baada ya timu kutoka kucheza na Namungo, ilipata time ya kupumzika siku 3-4, ikaingia kwenye mchezo dhidi ya JKT. Kile kilichotoka pale dhidi ya JKT kilikuwa ni kipigo cha mbwa mwizi. Chuma 5 amepigwa JKT. Mchambuzi yule nilimuomba arudi studio kwenda kumchambua kocha. Kwa sababu kama umemtoa kasoro kwenye mchezo mmoja, nenda karudie mchezo huu, amekupa kitu, unaenda kumwambiaje? Kwa hiyo ni mwalimu ambaye wako wachambuzi wengi wamewekeza nguvu kubwa kumshambulia, lakini kwetu sisi sio swala, kwa sababu tunaamini kuna nguvu kubwa sana inatumika sasa hivi kututoa kwenye michezo. Kuna nguvu kubwa sana inatutoa lelini. Wameanza kumshambulia mwalimu, lakini unaweza kuona wachambuzi hao sasa hivi wamegeukia kumsema Depu kwamba sio striker mzuri, striker wa mechi za kawaida, mechi ngumu wameshindwa kuamua. Lakini hao nenda kawaulize, kati ya Depu na hao washambuliaji wa timu zingine wanaenda na nani? Ikiwa Depu kwenye ligi ana goli 6 na michezo yote mingi yote aliyoicheza sasa hivi ana goli takriban 10 na kitu, je, nenda kamkompare, unamkompea na nani katika hao washambuliaji wa timu zingine? Wakina Selemani Mwalimu ambao wameanza na ligi, lakini Depu ameanza tu katikati hapa kwenye dirisha dogo. Hawa wengine wameanza toka mwanzo, wakina Jonathan Soa na wengine wote. Utakuwa ni mtu ambaye unachuki na fitina zako, lakini tumeshawajua. Kwa hiyo niwaambie tu wana Yanga kwamba tuko kwenye vita ambayo watu wanawekeza nguvu kubwa kumshambulia kocha wetu, lakini kama kuna mahala tulimshukuru Engineer Harris na viongozi wa Yanga ni pamoja na kutuletea mwalimu ambaye amekuja kutubadilishia timu yetu. Leo hii tungekuwa tunaendelea kuwa na Roman Falls, naamini kama sio nafasi ya 4 ya 5 tungekuwa tuko huko. Sio Yanga, tusingekuwa hapa tunaongoza ligi. Serious. Uliwahi kutoka hadharani ukalisema hili kwamba Roman Falls ni mbovu? Yaani nilisema moja kati ya makocha ambao ulizungumza kwenye media. Yaani nilisema fuatilia. Kwa nini mnatuhumiwa kwamba nyinyi mashabiki wa Yanga hamsemi hata kama kuna madhaifu yanaendelea kwenye timu yenu, hamtaki kama sasa hivi kocha anachambuliwa kwamba anahusika, nyinyi hamzungumzi, mnasifia? Kwa sasa sisi tunasema kama kuna mahala pako sawa tunasema. Kwa sasa hivi kocha kuna sehemu hayuko sawa ndani ya timu? Kocha yuko sawa kwa maana kwamba kocha yuko sawa kwa sababu kocha kwanza anaongoza ligi. Sawa, hajapoteza mchezo hata mmoja. Hilo hapo inatosha kabisa kumpa maua yake. Jambo lingine, tuko kwenye ratiba ngumu. Nenda kawaambie wa Tanzania. Kaimbo Imanda, msemaji wa bodi ya ligi, alisema kwamba timu zilizoshiriki klabu bingwa na shirikisho ndio timu ambazo zimepangiwa kuwa na ratiba ngumu. Lakini ukienda kuangalia maneno yake ni maneno ambayo kwangu mimi nilisema kama ingempendeza angeomba radhi kwa Watanzania, kwa sababu Yanga ndio timu pekee ambayo iko kwenye ratiba ngumu kuliko Simba, na wote tumetoka kwenye michuano ya klabu bingwa, si ndio? Yanga anacheza mchezo wa 5, Simba na michezo miwili, na mchezo wa pili amekuja kucheza toka tarehe 1. Simba amecheza na Yanga, mchezo wa pili amekuja kucheza toka amecheza na Singida, sio? Amekuja kucheza mchezo wa pili jana, wakati Yanga na michezo 5.
Kuna usawa hapa? Ukisema double standard kuna shida? Lazima mkawaambie ukweli. Kocha anamaliza mchezo dhidi ya Azam, hajapumzika na kwenda kucheza na TRA. Sawa. Yanga anatoka kucheza na Tanzania Prisons. Kwanza nenda kawaambie, Yanga ndio timu pekee mpaka sasa hivi tunatakiwa kuendelea kulalamika kwa sababu bodi ya ligi wametupa ratiba ngumu. Yanga anatoka kucheza mchezo na Simba. Mchezo wetu mchezo ambao tumecheza nyumbani sisi ni mchezo dhidi ya Simba. Toka tumemaliza mchezo na Simba mpaka sasa hivi tunabadilisha ndege, tunabadilisha mabasi. Mpaka sisi mashabiki wa Yanga, ma-influencer na wengine, tunashindwa kusafiri kuzifuata timu zetu kwa sababu ya ratiba kuwa ngumu. Leo hii ninavyozungumza na wewe, tunatumia vipato vyetu kusafiri kwenda kusupport timu. Lakini mashabiki wapo ambao wametoka hapa, wamekwenda Arusha. Kwanza walienda Mbeya na walienda Dodoma kucheza na Mbeya City na Tanzania Prisons. Unatoka kucheza na Tanzania Prisons, unakwenda kucheza na Azam, unatoka na Azam unakwenda Arusha. Zote hizo ni ugenini. Tumecheza michezo 5 away. Kwa nini? Tusiseme, tusilalamike. Okay. Kwa sekunde 15 tu. Naam. Kama kuna kitu ambacho nitakuwa nimesahau kukuuliza. Sekunde 15 tu malizia. Kama kuna kitu ambacho ulikuwa umesahau kuniuliza ni kwa namna ambavyo tulikuwa tukilalamika, watu wanatuona kama tunalalamika. Lakini leo hii bodi ya ligi wamekuja kuthibitisha ni kweli Dar es Salaam Africans wako sahihi kwenye malalamiko. Tumeona mwamuzi, tunaposema tunaonewa, tunahujumiwa, Watanzania watuelewe. Kwa maana ya kwamba wako waamuzi ambao wamepangwa kwa mpango mkakati, kwa lengo la kuhakikisha Yanga hachukui ubingwa, kwa lengo la kuhakikisha Yanga inashushwa pale kutoka pale juu. Leo hii mnathibitisha, mmeona kamati ya masaa 72 imekwenda tena kumhukumu mwamuzi mwingine ambaye ameinyima tena haki yake Dar es Salaam Africans kwa mara nyingine. Tumeshuhudia pale Zanzibar. Taarifa unaizungumzia, taarifa ambayo imetolewa jana na bodi ya ligi kuhusu mwamuzi wa mchezo kati ya Azam dhidi ya Yanga, bwana Ali Mnyupe. Ali Mnyupe ameondolewa kwenye michezo kadhaa kwa sababu ya kuinyima Dar es Salaam Africans haki yake ya msingi, haki ndani ya sheria 17 ya mkwaju wa penalty. Lakini haijatamkwa kama ni penalty. Wamesemaje? Bodi ya ligi haijatamka kama ni penalty. Wao wamesema mwamuzi ameshindwa kutafsiri. Wamesema bodi ya ligi kwamba mwamuzi Mnyupe ameshindwa kutafsiri sheria 17 katika eneo la tukio ambalo la Prince Dube kufanyiwa madhambi, kufanyiwa faulo ndani ya 18. Yaani ndani ya eneo la penalty box. Ukisikia kufanyiwa madhambi ndani ya eneo la penalty box, maana yake ni nini? Tafsiri yake ni nini? Umefanyiwa madhambi ndani ya penalty box, maana yake ni nini? Nakuuliza wewe, maana yake inakuwa ni nini? Maana yake inakuwa ni penalty.